Basi mtazamaji, siasa ya Kenya imefikia kwenye sehemu ya nifute nikufute. Ni kama vita vya Rigathi Gachagua na Ruto havitawahi isha. Tumeona ya kwamba wote wanaitana wa kabila. Jana Gachagua amekuwa akisema ya kwamba eti Ruto amekuwa akimkemea sana kwa sababu anatumia lugha ya nyumbani kipindi ambacho anazungumza, lakini Gachagua pia amemwambia kwamba kina kipindi ambacho Ruto ameenda kwao nyumbani kwa Wakalenjin, naye pia akazungumza kwa lugha yao, kitu ambacho Gachagua amemkashifu sana na kusema ya kwamba iwapo ameenda nyumbani kwao na watu wa kwao wengi wanaelewa lugha ya kwao, eti haja gani akazungumza lugha ya Kiswahili ama lugha ya Kiingereza ama Kichina, kipindi ambacho lugha ambayo inastahiki na lugha ambayo wanaelewa kwa upesi ni ile ya kwao. Na kulingana na Gachagua amesema ya kwamba rais ana uongo mwingi sana, eti ameenda Ujaluoni akawadanganya ya kwamba kiti cha naibu wa rais eti kitapewa Gladys Wanga. Gladys Wanga atapewa kiti hicho ama Oburu Odinga, kitu ambacho Gachagua anasema ni uongo mtupu, na amekanusha madai ya kwamba Ruto anawaambia Wajaluo ya kwamba atawajengea reli ya kisasa, na Gachagua sasa amempatia challenge kubwa sana, kumwambia kwamba kama kweli atawajengea hiyo reli ya kisasa basi achapishe siku ambayo hiyo kazi nzima itaanza na muda upi ambao itachukua na kukamilika, kitu ambacho kulingana na Gachagua eti rais wanawadanganya sana Wajaluo ili wamwimbie tu tamu. Ni hali ya nifute nikufute kwenye ulingo wa siasa, ila haswa kitu ambacho mara nyingi huwa tunaomba ni kwamba kusitokee hata mwanasiasa hata mmoja akafanya makosa makubwa sana kuchochea raia ambao wamekuwa wakipendana kwa muda mrefu sana, kitu ambacho kitakuwa kibaya na hatutarajii kitu kama hicho kitendeke. Kama wewe umepiga siasa yako, umeona ya kwamba ukalemewa kwa sababu ya matendo yako, basi acha wananchi watulie na wapendane namna ambavyo wanavyopendana kwa sasa. Wakati mwingine siasa ya wanasiasa wa Kenya ni siasa ya kibinafsi, yaani watu wanalenga sana kufaidika kutumia watu wengine. Kumbuka ya kwamba hali mbaya imewahi tuumiza sana sisi wa Kenya, kitu ambacho hatukitarajii kifanyike tena, kwa sababu huwa inaathiri sana ukuaji wetu na maendeleo yetu haswa. Kwa hivyo cha muhimu ni kwamba wewe kama ni kiongozi, hakikisha ya kwamba unaeneza amani, usithubutu kufanya mambo mabaya ambayo yatakuja kuumiza Wakenya. Wewe eneza amani, amani idumu miongoni mwa Wakenya. Ndio kitu ambacho kitatusaidia sisi kama Wakenya kuwa pamoja, kutangamana, kufanya biashara kwa pamoja, ili kuhakikisha kwamba tunakuza hali yetu kuwa nzuri. Ni hayo tu kwa sasa, naomba tukutane wakati mwingine.